Jambo na nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anasema kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu nusura avunje makubaliano ya usitishaji wa mapigano kati ya Marekani na Iran. Trump amesema Netanyahu nusura avunje makubaliano hayo kwa sababu hakuona kama vile wamepata mafanikio fulani katika mapambano yao, ambayo moja kati ya mpango mkakati ulikuwa ni kuvunja utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini pia moja kati ya jambo lingine ilikuwa ni kuifanya Iran isiwe na silaha za nyuklia. Rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump alidai kuwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu nusura avunje makubaliano hayo ya amani kati ya Marekani na Iran katika mahojiano na gazeti la New York Times siku ya Jumapili jioni, kufuatia matangazo kwamba makubaliano hayo yamefikiwa. Trump alimuita Netanyahu mtu mgumu sana na kudai kwamba anapaswa kushukuru sana kwa Marekani kwa mazungumzo ya makubaliano, kwa sababu kama Iran ingekuwa na silaha za nyuklia, Israel isingekuwa karibu kwa masaa hata mawili, kwa maana ingeweza kuifuta nchi hiyo isionekane katika ulimwengu. Lakini rais huyo wa Marekani anadai kwamba alimsihi sana waziri mkuu huyo wa Israel kwamba anapaswa kukubali usitishaji wa mapigano ambao unaonekana utakuwa na manufaa kwa ulimwengu mzima. Mkataba wa maelewano kati ya Tehran na Washington ulitangazwa mnamo Jumapili usiku na utatiwa saini siku ya Ijumaa ya wiki hii nchini Uswizi. Kwa mujibu wa naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Kazem Gharibabad, kutoa saini kwa makubaliano hayo kutaanza siku 60 za mazungumzo zaidi kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran na masuala mengine. Trump aliliambia gazeti la New York Times kwamba ikiwa hakuna makubaliano ya mwisho ya nyuklia na Tehran, Marekani itaanzisha upya mashambulizi dhidi ya Iran na kuwa mlinzi wa Mashariki ya Kati. Rais huyo wa Marekani anaamini kwamba kwa sasa Marekani itaweza kudhibiti kila kitu nchini Iran ikiwa wa Iran hawatukubali kusaini mkataba wa kumaliza vita, hasa suala la nyuklia. Anasema kwamba endapo litaleta sintofahamu, basi yeye binafsi ataona njia pekee itakayobaki ni kuleta mashinikizo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, kwa sasa Israel inaona kwamba rais wa Marekani Donald Trump amekubali tu kusitisha mapigano kwa sababu tu hali ya uchumi inazidi kuyumba, na hata Marekani kwenyewe hali imekuwa ni ngumu mno, hali ya kiuchumi, na hivyo hana namna isipokuwa kukubali kumaliza vita. Hata hivyo, moja kati ya jambo ambalo alikuwa akilipinga kwa muda mrefu ni juu ya suala la nyuklia. Alitaka mpango wa nyuklia usainiwe hivi punde, lakini wa Iran wakasema ni siku 60 pekee ambazo zitakuwa na mjadala mzito juu ya suala la nyuklia. Trump amesema chaguo la kijeshi linabaki ikiwa mazungumzo ya nyuklia na Iran yatashindwa. Rais huyo wa Marekani aliambia gazeti la New York Times kwamba iwapo Iran itashindwa kufikia makubaliano hayo ya mwisho ya nyuklia, Marekani itaanzisha upya mashambulizi na kuishambulia Iran. Katika mahojiano na New York Times, Trump alisema ikiwa Iran haitokubali mchakato ambao wasaidizi wake wanasema wanatarajia utaanza Ijumaa nchini Uswizi, ataanza upya kuishambulia kijeshi Iran na kuifanya Marekani kuilinda eneo la Mashariki ya Kati na hata kuliteka eneo la mlango wa bahari Hormuz linalotiririsha 20 hadi 25% ya mafuta pamoja na gesi duniani. Na amesema makubaliano hayo aliyofikia na Iran hatimaye yatahakikisha kwamba mlango wa bahari Hormuz utakuwa huru kabisa. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.